Basi niendelee kuzungumza kwa nashukuru kupata nafasi hii ya kukutana na vijana ambao wana malengo na wana ndoto katika maisha yao. Ndugu mgeni rasmi, niendelee tena kuwapongeza walioandaa programu ambayo inakwenda kujenga uwezo kwa vijana wetu. Hawa watu wamekuwa ni walezi, wamekuwa ni wasimamizi kwa hawa vijana. Tegemeo letu tunakwenda kuyafanya yaliyo makubwa na kutimiza ndoto za vijana wetu. Tuendelee kuwasimamia vijana na kuwalinda hasa katika umri waliokuwa nao, ili walao waweze kutimiza malengo walionayo. Basi bila kupoteza muda, naomba nirudishe kipaza hiki kwako mgeni rasmi ili uweze kuendelea na utaratibu. Asante. Mabinti zetu wazuri, wananchi, mabibi na mabwana, habari ya mchana. Ndugu zangu, leo sio siku ya maneno, ni siku ya kwenda kutekeleza. Nami kama kiongozi na mkazi wa kata ya Makurumla, nina wajibu wa kwenda kuungana na shirika letu la baba watoto ambao limekuwa ni msaada na limekuwa kichocheo cha maendeleo katika maeneo yetu haya ya kata ya Makurumla, hususani hapa tulipo kwa Jongo na sehemu ya kata ya Mburahati. Na tunasema haya kwa sababu baba watoto wametusaidia katika kuondoa ile dhana maeneo ya Mburahati haya kariki, maeneo ya nini haya kariki. Na uwepo wa baba watoto umetusaidia kwa maana ya kwamba umekwenda kutusaidia kujenga skills kwa vijana wetu, ambao hata sehemu ya hayo matunda, yule ngongoti ni sehemu ya zao la baba watoto yule bwana Hamisi amesipaka. Mwenyekiti ananikumbusha hapa. Kwa haya, kama isingekuwa baba watoto maafisa wetu, ni wazi tungekuwa na kizazi ambacho kingepotea na talanta zao zingesambaa bila sisi kujua. Lakini la pili, nishukuru baba watoto kwa sababu wamekuwa ni machampion hasa katika kutekeleza mradi wa ahadi pamoja na Bloom. Binafsi nimekuwa nikiifahamu kwa muda. Tumeanza kuifahamu kwa kutupitisha katika kujua huu mradi na manufaa yake, lakini na miradi mingi ikiwemo kama kijana shujaa, kijana nini, yote hiyo lengo kumfanya huyo kijana aweze kujitambua ni nani na ana nafasi gani katika jamii. Na tunaamini kabisa uwepo na utekelezaji wa mradi wa ahadi pamoja na Bloom unakwenda kuleta mapinduzi hasa kwa mabinti na vijana rika katika haya maeneo yetu. Hongereni sana baba watoto. Lakini la pili ambalo sisi tunatamani kama viongozi nyakati zote, uwepo wa haya mashirika uwe ni msaada kama uwepo wa baba watoto hapa tulipo. Kwa maana gani? Tunashuhudia miradi mingi inakuja na mashirika yanakuja, huwa yanakuja, hasa afisa maendeleo ya jamii upo hapa, umekuwa ni sehemu wa wasajili wa hizo taasisi na kuzipokea. Lakini zinakuja siku mbili zinaondoka. Hatujui, yani inabakia ulikuja mradi fulani, wale waliishia wapi? Ndio hivyo hivyo wameishia. Sasa inabakia kwa maana ya kwamba hawa walikuja, walikuwa na mradi wa kutekeleza jambo fulani, wamemaliza na wamepotea. Lakini sisi wakazi wa Makurumla tunajivunia uwepo wa baba watoto nyakati zote, kwa sababu tunao katika shida na katika raha. Sasa na hapa ndio unaona manufaa ya kuwa na taasisi za mfano kama baba watoto, na sisi kama viongozi wa kata hii tunawakaribisha sana. Yaani tunatamani kwa maana ya kwamba leo hapa kwa Jongo tuna baba watoto, kwingine aende mama watoto, kwingine aende dada watoto. Lengo ni nini? Ili kuifanya kwa maana ustawi wa jamii yetu uwe na wigo mpana wa uelewa, hasa katika malezi ya vijana, hasa vijana rika ambalo ndo kundi ambalo limekuwa tukiliangalia kama ndo kundi hatari. Na wote tunajua kwa mujibu wa sera za nchi yetu, na hasa kutokana na kiongozi wetu mahiri Daktari Samia Suluhu Hassan, kila mara amekuwa akisisitiza juu ya malezi ya watoto, lakini na juu ya malezi ya jamii hususani vijana. Lakini ni vijana wapi?
tunaanza na hawa vijana rika ambao ninyi baba watoto niwapongeze kwa sababu mmekuwa ni wa kwanza katika kwenda kutimiza na kwenda kutekeleza na kwenda kuitafsiri kwa vitendo kile ambacho serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inataka nini mfanye. Hongereni sana. Lakini la mwisho kabisa, kwa sababu tuko na leo hii tunaambiwa ni siku ya wanawake, hasa kwa baba watoto, wao wanaienda kwenye kuicompliment kwa namna yake, na sisi kama viongozi wa haya maeneo ni wajibu wetu kuwaunga mkono. Sote tunajua, mwenyekiti wangu wa mtaa hapa amesema vizuri sana, hakuna maendeleo bila mwanamke, na hiyo ndo dhana thabiti. Mimi baba au mwingine, kwa sababu jinsi ni mbili, ya kike na ya kiume, lakini ya kike ndio inakuwa ndio champion. Uwe na ubabe wa aina gani, uwe na ndevu kama za mwenyekiti wangu wa mtaa, hakuna ambaye hajalala kwenye tumbo la mwanamke. Na sisi ni lazima, kama eti naitwa diwani lakini nimelala kwenye tumbo la mwanamke, na hata wale bodaboda wamelala kwenye matumbo ya wanawake. Nini maana yake? Kwa mama ni kiumbe wa thamani, na nyinyi baba watoto mnaanza kumwangalia mama kama kiumbe wa thamani kwa kuanza kumpandisha kwenye madaraja yake. La kwanza, hongereni baba watoto, mama huyu mmemfanya kwa kwanza kumpa skills. Na ni kweli tukipita baba watoto tunaona mabinti wa kike leo hii wanafungua viwanda vidogo kwa ule ujuzi ambao wameupata kupitia baba watoto. Sasa hii ni sehemu ya sisi kama viongozi tunajivunia na tunakwenda kifua mbele kwa kuona, kwa maana ya kwamba namba kubwa ya mabinti ambayo ingeteketea mitaani leo imekwenda kulishwa maarifa ambayo yanakwenda kuwa msaada kwao wenyewe na kwa jamii yetu kwa ujumla, lakini na muhimu kwa familia zao. Lakini la mwisho kabisa, ili tuweze kuruhusu, na kwa sababu mambo haya ni mengi, sisi mturuhusu kwa sababu mambo haya yameingiliana na maratiba haya, lakini yuko mwenyekiti wa mtaa, japo naye anatakiwa kwenda kuhudumia wananchi, lakini tunao wataalamu wetu wa ngazi ya kata na mitaa, mnaweza kuendelea nao. Sisi tunachowaomba tuendelee kushirikiana. Baba watoto, yani njooni sio ofisi ya mtaa wote katika hii kata, wala ofisi ya kata aidha Makurumla au Mburati. Nilikuwa nateta hapa na Mheshimiwa Benedict Joseph Malangi, ananiambia hawa mbona hawajaja Mburati? Nikamwambia watakuja, na kiashiria cha kuja baba watoto Mburati wanahudumia hadi kwako bila wewe mwenyewe kujua. Na nini maana yake? Kiashiria muhimu uwepo wa maafisa wako wa ngazi ya kata ya Mburati hapa tulipo leo. Tunaambiwa baba bora. Naongera bwana, wewe mwenzetu baba bora umepatikana. Sijui wenzetu baba watoto wametumia mbinu gani kukupata, na sisi tunatamani kwamba basi kwenye huo baba bora, kama si mimi awe basi Mheshimiwa Beni, kama si Beni basi awe Bomba, ili alau kwamba kutimiza sasa. Lakini hongera mwenzetu, umetutangulia. Na baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru Mheshimiwa mbunge wetu Profesa Kitila Mkumbo, anawathamini sana na anajua kazi kubwa baba watoto mnaoifanya, na hata salamu zake anasema tuwaeleze wananchi pamoja nanyi baba watoto, yuko pamoja na nyinyi kwa jambo lolote. Kwa pale ambapo mtaona kwa maana ya kwamba anahitajika uwepo wa mbunge, anasema niwaeleze ofisi yake milango iko wazi kuwasikiliza, kuwapokea na hata kushauriana kwa maslahi ya ustawi wa jamii yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Mungu awabariki. Tuadhimishe siku hii ya wanawake duniani kwa mwaka huu 2006, hasa hapa tuwapo kwa adhimisho hili muhimu na adhimu chini ya taasisi yetu wa baba watoto, kwa kutembea kifua mbele. Tuone siku hii na maadhimisho haya kwetu ya dhahabu, ambayo yanakwenda kutafsiri haki na usawa wa wanawake na wasichana, ambao inazungumza kwamba ndio msingi jumuishi katika dira ya 2050. Sasa hii kauli mbiu inaendana na kile ambacho Mheshimiwa mbunge ambaye ndio waziri wa uwekezaji na mwandishi wa dira tunakwenda kutekeleza na kusimama pamoja katika kuhakikisha ile dhana ya ushirikishaji wa jamii
inakwenda hasa kwa mwanamke na msichana. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Mungu awabariki sana, tuko pamoja sana. Na hapa ninaambiwa tutakabidhi na mambo mengine ikiwemo viti mwendo. Mwenyekiti, naweza ikawa kwamba hao wanaokabidhiwa ni wakazi aidha kwa Jongo kwa maana Makurumla au Mburahati. Kwetu ni mafanikio, madamu ni wa Tanzania. Ni lazima tuungane mkono na baba watoto kuhakikisha ya kwamba jamii yetu inastaarabika, jamii yetu inasonga mbele.